To take place in this place. Father, in the name of Jesus Christ, our Lord and our Savior, we give you glory and honor. This wonderful evening, O Lord, my God, as we welcome our precious Lord of God to this college. In the mighty name of our Lord Jesus Christ, Father, we pray. We reign, O God, in this place. Lord, my God, my Father, behold, we bow to you. We can do nothing, O Lord. We welcome thy presence, O Father. Thy presence that comes through the blood of Jesus Christ. Lord, my God, my Savior, we welcome thy power. We welcome thy presence. That the God you can speak to every individual. Father, we praise the name of God. And we can sing hallelujah. Father, in the name of Jesus, we stand against the devil's power. We rebuke him in Jesus' name. Hallelujah. Praise the name of our Lord Jesus Christ. Let us be seated. Praise the only associates. All right. Let me invite my wife to come before I mention my name so that we can introduce ourselves properly. Bwana asifiwe. Swanglish. Kwenye mtihani mnaandika Kiswahili. Naandika Kiswahili au Kiingereza? Bwana asifiwe. All right. This is Elida. This is Lazaro. Sagara. Now, this is my wife. I love her. My husband, I like him so much. We thank God that we knew each other for a long time now. How many years back? It's more than 17 years. Yes. And we have 2 children. What is their name? 2 boys, Ezekiel, the firstborn, and Justice, the lastborn. Yes. Last time when I came to Arusha Technical College, I was working with College of Business Education as a deputy director. But this time I'm coming this time around. I'm no longer working with the College of Business. We love students. We were students. We were nurtured by Church's ministry, and since then we work with the students, and we really love students to aspire and do well in their academics, not here at the college, even as they go to the world and perform so that they can be excellent in their works. May God bless you as you listen to the word of God. Let's pray. A farmer, whether you are a student, whether you are whatever, if you want to be successful, you have to apply such principles. Though I will talk about academic excellence, just 2 points I'm going to make in academic excellence. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Wengine bado wanashangaa. Hebu changamka kidogo. Unajua nikikuona tu sura huko very serious. I doubt whether you understand what I'm trying to talk. You see, I've been teaching all along. I'm a teacher by calling. But at the same time, I've been teaching at the university to the professorial level. I began just immediately after my graduation. So, if I see a student very serious, I always doubt whether they understand what I'm trying to talk about. Could you please relax?
Hello? Relax, please. Kiingereza sio kigumu, utaelewa. Taongea taratibu sana. I just want to make 2 points. Unajua ukikaribishwa kwenye college, sawa? Au kaambiwa tu karibu college na Mungu akufanikishe. It sounds great, isn't it? You are welcome to the college, and may God make you successful. It sounds great, but it's not enough for you to be successful. Praise the name of the Lord. Amen. If you want to understand what I'm trying to talk about, look at the Israelites. They were not told to go to Canaan and be successful without additional principles. Hallelujah. Amen. There are principles that they have to follow for them to be able to be successful. Hallelujah. Amen. As I speak to you, I'm an exemplary person who went through education with some difficulties, but I applied the principles that I will try to talk to you tonight, and I was successful. And all of them, they are biblical principles. I call them their spiritual principles. Praise the name of the Lord. Amen. For those of you who do not know me, I have 4 degrees. Hallelujah. Amen. And the one I'm taking now. Yes, I'm a professor, but I'm still studying. The principles that I'm going to tell you, you go through with your certificates, with your diplomas. You get degrees here? Yes. You get degrees? Yes. With your degrees. Definitely. But if you ignore them, the doors are always open. Let me not go further on that statement before I tell you what I want to tell you. Praise the name of the Lord. Amen. We are welcoming you to the college today, to the campus. One principle that you'll never forget is working very, very hard. Praise the name of the Lord. Amen. Working very hard. This one you will never ignore it. If you ignore it, I'll tell you what will happen to you. It has been there since the creation. The principle of working very hard, it has been there before sin came to the world. You understand what I'm trying to say? Even for the 30 years, it's always very discouraging to hear a 30-year student being discontinued. Even today. And I don't want you to tell you that God is able, just relax, no need of studying hard. Because it is God who commanded. He says in 2 Thessalonians 3 verse 10, if anyone who do not work should never eat. Asiyefanya kazi na asile. Kazi ya mwanafunzi ni nini? Kusoma. Sasa hebu tufanye sasa interpretation kidogo. Asiyefanya kazi na asile. Sasa tutoe kazi pale. Asiyesoma na asifaulu. Yes, very good. Asiyefanya kazi asipate matunda ya kazi.
asiyesoma na afeli. Asiyesoma, unajua kuna maneno mawili, asiyesoma, asiyejifunza. Asiyesoma sipendi sana. Hata wanaosoma magazeti wanasoma, si ndio? Si ndio? Amen. Mimi natomaanisha, unasoma, unahakikisha ulichosoma kimeingia, halafu siku ya mtihani unakiweka kwenye karatasi. Sasa ni kwamba asiyejifunza, hiyo inaitwa kujifunza, na afeli na adisco. Kwani tafsiri yake ni nini? Kwa sababu unajua nini? Asiyefanya kazi na asile ni maneno mengine tu ya kusema hivi, asiyefanya kazi na afe. Consequence ya kutokula ni nini? Sasa kwa kutumia hiyo consequence, asiyekuwa na chochote kichwani akome kuwa mwanafunzi. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So if you don't work hard, if you don't study very hard, you will definitely be discontinued. This is the meaning of this verse. Praise the name of the Lord. Biblia iseme kwamba ukiomba sana Mungu utafaulu, au ukiomba sana Mungu utafanikiwa kwenye maisha. Ila kumwomba Mungu kunasaidia kuwa connected na Mungu, si ndio? Hakuleti pesa nyumbani, vile vile hakuleti max. Bwana Yesu asifiwe. Sisemi kwamba usiombe, sawa? Usinitafsiri tofauti. Usinitafsiri tofauti. Ninachomaanisha mtihani. Utahakikisha ninachokisema. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hiyo leo nilikuwa nagusia tu. Ninachotaka kusema leo, cha pili sasa. Point ya pili. Mimi sitaki kuifanya iwe ndefu sana. Tunakukaribisha campus. Sawa? Lazima usome sana. Bwana Yesu asifiwe. Usiposoma sana matokeo yake nimeshakwambia. Praise the name of the Lord. Amen. Hallelujah. Amen. Yes. Do you know why, for example, the people who do not believe in Jesus Christ, some of them are very successful? Do you know why? They follow God's principle. I did my master's and a PhD in Japan. Those people, most of them, they don't believe in God. But still they get A's. Still they get A's. And some of us, we are filled with the power of the Holy Spirit. If you talk about anything of the Spirit, they understand. When they start to pray, they speak in tongues. Coming to the exam. The problem is they broke the principle of God. Because when God created the man, He put him in the Garden of Eden to work it. That's what the Bible says. Biblia inasema Mungu akamchukua Adam na Eva
akawaweka kwenye bustani, wailime, waitunze. Sio waende kule wakaenjoy. Hapo ilikuwa kabla ya dhambi. Mwanzo 2:15. Kama unataka kwenda kuangalia Mwanzo 2:15. Lazima hii principle kuingia kabisa, kwa sababu kuna watu wengine walishawahi kufundisha, unajua kazi hizi zilikuja baada ya kutenda dhambi. Hakuna kitu kama hicho. Kazi ilikuwepo kabla ya dhambi, ila dhambi ilileta kutokufanikiwa. Kama unaishi kwenye laana, ikaleta ugumu zaidi wa kupata matunda ya kazi. Ndio matokeo ya dhambi. Lakini kazi ilikuwepo kabla. Mungu mwenyewe anafanya kazi usiku na mchana. Soma hilo andiko. Nani wa kiroho kuliko wewe? Mungu. Yaani ukilinganisha wewe na Mungu, nani wa kiroho? Hallelujah. Amen. Sasa, the second point, avoid laziness. Because laziness gives a way to failure. It is related with the hard work. Eh? It is related. But in Proverbs 13, verse 4, it says, the soul of the sluggard craves and gets nothing, while the soul of the diligent is richly supplied. If we put in the context of the students now, the soul of the non-studying student wants to get marks, but gets nothing. But the soul of the hard studying student richly gets A's. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. That's what the Bible says. If we put in this context, and you might say, oh, I'm not the one, I'm not the one. I'm going now to mention 12 characteristics of lazy people. 12 characteristics of lazy people. They are all written in the Bible. They are not from my head. They are all written in the Bible. The first habit or characteristic of a lazy person. The first one. Wewe mbona umeniibia mimi dakika zangu? Saa yangu inasema namaliza saa 3:15. Can you reconcile, leaders? Can you reconcile? All right. The first point, the first habit of a sluggard person. The sluggard is wiser in their own eyes than 7 men who can answer sensibly. Umesikia hiyo? The sluggard ni mvivu. The sluggard is wiser in his own eyes than 7 men who can answer sensibly. Kwa lugha nyingine, mtu mvivu hujifanya mjuaji sana kuliko watu 7 wanaoweza kujibu kwa hekima. Yaani kila kitu anajua. Wewe mguse tu kwa kila kitu. Unajua, unatakiwa si ufanye hivi. Hamna bwana. Yaani ana kila sababu ya kutofanikiwa. Yaani ukimweleza, unajua rafiki yangu, safari hii tusome, tujifunze ili kusudi
tufanikiwe. Hamna bwana, yule mwalimu hata usomeje. Hata usomeje atakamata. Ni mjuaji. Hii iko kwenye Proverbs 26:16. Ukitaka kuifuatilia kwenye maandiko matakatifu. Hii tabia. Yana anifanya najua kila kitu. Lakini sio nyie. Namba 2. They like to sleep a lot. The people like to sleep a lot. This is in Proverbs 6:9-11, 19:15, 20:13. Muda wa kwenda kazini umefika. Lala kidogo. Na usingizi mtamu kweli kweli. Lakini mimi niko hivyo tangu zamani, hata nyumbani siwezi kuamka mapema. The sluggard, eh? Watu wavivu wanapenda sana kulala lala. Wewe muangalia wewe, naambia hata vijana, itakapofika wakati wa kuoa, fasihi msitafuta kuoa sasa, lakini utakapofika wakati wa kuoa, alama mojawapo ya mwanamke mchapakazi, halali ovyo. Wadada, wakati utakapofika, alama mojawapo ya kijana mchapakazi, nimewageukia, ni kutolala ovyo ovyo. Tabia ya 3. The third one. They always have a lot of excuses and the reasons for their failure, which happens not to be laziness in their own eyes. Ukitaka kuprove hii, uende usome Mathayo 25 mstari wa 24 mpaka wa 26. Yule jamaa aliyekuja na aliyekuwa amepewa talent moja, sawa? Alipoulizwa, najua wewe utaka kuvuna. Yaani badala hakujiona yeye ndio alikuwa mzembe, hakuweza kuwekeza, anamuona bosi ndio. Yaani wana kila sababu. Ndio huwa wanawalebo lecturers, wanawalebo yule hataki tufaulu yule. Nimesoma mno lakini kwa ananifelisha makusudi. Sasa mimi nimefundisha chuo kikuu, nimefundisha SUA, nimefundisha CBE. Yaani hata tukipeleka mtihani kusahihishwa mara ya pili, such as an ant which has no ruler but prepared bread in time. Sisimizi si mnafahamu wanavyochapa kazi, wana self effort. Sasa mtu mvivu huwa hawafanyi self effort, hata kusukuma. Hawezi kaanza kusoma kabla ya mtihani kutangazwa. Anasubiri utangazo kwanza. Lini? Kesho kutu ndio naanza kusoma. Mwanzoni alikuwa ametulia. First year freshers mmekuja, anzeni kusoma sasa. Msisubiri mtihani upangwe. Kwa sababu mtihani ukitangazwa ni wiki ijayo, ni muda wa revision, sio muda wa kujifunza. Na wanafunzi wengi sana hawapati A kwa sababu muda wa revision ndio wanaanza kujifunza. Wanaanza kuziona hizo notes kwa mara ya kwanza. Badala ya kurudia na kuweza kuweka hapa na kuingia
kwenye mtihani. Self effort. Usisubiri kusukuma. They always do nothing even if there is something to be done. Yote hivi nawaambia viko kwenye maandiko. Yote. Lazy people desire or expect big results even if they have done nothing. Sasa, wewe ushawahi kuona wapi mtu alikuwa na ardhi? Yaani yeye ndio anaonekana wa kiroho zaidi, kwenda praise muda wote kuomba, muda wote kusoma Biblia. Muda wote sio wa kusoma Biblia. Muda wote sio wa kuomba. Muda wote sio wa kiroho tu. By the way, kusoma ni kiroho. Wakati mwingine tunachanganya sana mambo. Tunafikiri kazi sio kiroho. Mimi nikienda kazini namuuliza Bwana, leo nataka nifanye nini? Ananiambia. Hata napoteua wakuu wa idara, namuuliza, Bwana Yesu, nataka idara hii nani awe mkuu wake? Siku moja akaniambia, mtu fulani atakuwa mwiba kwenye management yako, lazima umuondoke. Nani nilimwondoa? Everything to me is spiritual. Na nilipojifunza mambo haya, napoambia nilipokuwa form 4, nikajifunza kumuuliza Bwana, mtihani huu ni concentrate zaidi wapi? Na ananiambia everything is spiritual. Hata kusimama hapa nimemuuliza Bwana. Yaani siwezi kupigiwa tu simu nikaibukia madhabahuni. Hiyo haipo. Sasa expect big results after you have done something. Okay? Next. I still have 5 minutes according to the first time. They poorly manage their time. Lazy people poorly manage their time. They are always late to the class. They do things at the wrong time. For example, when they are supposed to pray, they are doing homework. When they are supposed to be in class, they say, you know, I stay too far from the campus, so getting late to the class is normal. When they are supposed to be in the overnight prayers, they are somewhere else. They don't go with the time. Nakataa kabisa. Yule mtakatifu aliyesema, Mungu ametusaidia tukaprove Uafrika wetu. Hakuna kitu kama hicho. Na ukijifariji namna hiyo, mafanikio hayaji ng'o. Hiyo ni tabia ya uvivu, kuachana nayo. Bwana asifiwe. Ukichelewa darasani hata siku moja, mwambie Bwana, nisaidie next time niwahi. Sasa ukichelewa ukakuta labda pointi za kwanza zimeshaanza, inawezekana ndio kwenye mtihani, and you will get it wrong. Ukienda kumuuliza rafiki yako akikupeleka chakaje, labda kuelewa, ungekuwepo ungeelewa vizuri wewe mwenyewe, si ndio? Bwana asifiwe. So don't be a person, or don't imitate the lazy person. Next,
They like visiting others a lot and they interfere others what they are doing. Imeandikwa kwenye kitabu cha Timotheo wa kwanza sura ya 5:13. Siku za mwisho kutakuwa na watu wavivu wanaopenda kutembelea wenzao. Jamani, haya sio maneno yangu, ni maandiko. Sisemi kwamba kutembeleana ni vibaya, sawa? Lakini ninachosema hawa watu wana overdo. Yaani kwa mfano ukishatoka kwanza, poor people na lazy people wanapenda kuchelewesha mambo. Kwanza kwenye fellowship watakuchelewesha. Yeye viongozi simple. Kwenye fellowship watakuchelewesha kutoka. Au ukitoka hapo unasema, tulikuwa likizo bwana. Likizo liendaje? Muda kusoma bado unapiga story, kutoka hapo tena unaenda kwa hiyo. Dada ngo nini? Ana visit watu hata 3 4 kwa siku. Kwa leo labda ya mwisho au ya tuweze kumaliza zote kwa sababu ya muda. They like talking. They are top on the socialization media and they gossip and they talk nonsense. WhatsApp unaijua? Sasa inawezekana ninaposema they like socialization, wewe unafikiri kitu kingine. Hata ile WhatsApp, wewe unataka kwenda tu kulala, pakutuage sisi sote kwenye group. Mungu awabariki wapendwa. Namshukuru Bwana nimeamka salama. Kwenye WhatsApp. Mwingine hata una cha kusema, unaweka ile. Lazy people take no action even when things are falling apart. Kwa mfano, temu hii, wewe ulikuwa ni mtu wa kikarai na VFF kule. Temu inayokuja unamwona anaendelea na tabia zile zile, habadiliki. Lazy people. Hivyo hata kazini, wewe unaona kabisa kwa sababu ni uvivu wako, hata zile extra duty zile upewi kazini, upewi. Unaendelea tabia hizo mwaka huu na mwaka ujao na mwaka ujao. Mafanikio yatakuja lini? 11. Hii ya mwisho. Since things are undone for a long time, in time, during harvest they get nothing. Tabia ya wavivu. Kwa sababu hajafanya mambo haya kwa wakati.